Naomba kwa niaba ya wenzangu nichukue nafasi kuwakaribisheni sana kwenye kikao chetu cha kamati ya amani ya viongozi wa dini katika mkoa wa Mwanza. Kikao ambacho mara nyingi kinakutana tunapokuwa tuna masuala ya kujadili, masuala ya kimkoa, masuala ya kikanda na masuala ya kitaifa pia. Kamati hii ina uzoefu wa miaka 12 toka ilipoanzishwa, na kimsingi ndio kamati mama katika kamati zote za kamati ya amani katika nchi yetu ya Tanzania. Na mara zote kunapokuwa kuna masuala ya kitaifa, kamati hii imekuwa mstari wa mbele kutoa maoni yake, au kwa niaba ya kushauri, kukemea au kuonya, kwa sababu tunaamini kwamba hili ni swala la msingi kabisa na ni wajibu wetu kama kamati ya amani. Lakini pia mara zote tunapokuwa tunazungumza kutoa maoni yetu, tunaongozwa na logic, common sense na facts. Sio kwamba tunaamka tu kuzungumza kwa sababu mtu fulani amezungumza, hapana. Kwa tafsiri rahisi, tunategemea sana busara ya Mwenyezi Mungu, uelewa tu wa asili ya kibinadamu ambao Mungu amempa kila mtu, lakini na kuangalia ukweli ulivyo. Kwa hiyo tunapozungumza nanyi tunaongozwa na vitu hivi. Lakini pia kitu kingine kinachotuongoza mara nyingi, moja ya jukumu la kamati ya amani ni kuangalia viashiria ambavyo vinasababisha uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Na hasa tunapohisi ya kwamba kuna jambo limetokea, iwe la kimkoa, iwe la kikanda, iwe la kitaifa, lakini linaashiria kuleta mpasuko katika nchi yetu, au linaashiria kuleta mbezano, namna ya kubezana katika makundi mbalimbali, au kutokuheshimiana, na hii inaleta mjadala wa kitaifa ambao wakati mwingine unakuwa hauna afya sana. Kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza imekuwa na tabia ya kusimama na kuzungumza maoni yake. Lakini pia ni vizuri itambulikane ya kwamba, wewe ni wanahabari, ya kwamba hatuko hapa kubeza maoni ya mtu yeyote ambaye ameyatoa. Tunaheshimu maoni ya kila mtu na hatupo hapa kurumbana na mtu yeyote. Kila Mtanzania, kila taasisi ina haki ya kutoa maoni yake kama inavyoona inafaa, kwa kuongozwa na miongozo yake, labda na sheria pia. Kwa sisi tunaheshimu maoni ya watu wote, lakini kama nilivyoanza katika utangulizi wangu, kusudi kubwa letu sisi kuwepo hapa ni kutoa ushauri kwa makundi yote. Tukianzia makundi yetu ya kidini, taasisi mbalimbali, vyama vya kisiasa, vyama vya kijamii, wananchi wa Tanzania, na hata serikali yetu tukufu ya Tanzania. Na huu ndio msingi wa tamko letu ambalo tunakwenda kulitoa leo. Hatuko hapa, narudia tena, hatuko hapa kulumbana na mtu yeyote. Tunaheshimu maoni ya watu wote, kwa sababu ni Watanzania na wana haki ya kuzungumza na kutoa maoni yao. Lakini pia ninaamini ya kwamba busara ya mtu yeyote itamuongoza kuheshimu maoni ya watu wengine kama anavyotaka yeye maoni yake yaheshimiwe pia. Kwa sababu kila taasisi, ninaamini, inayoongoza mambo yake kisheria itakiangalia kipaumbele hicho. Kwa hiyo ninaomba ieleweke ya kwamba msingi wetu sisi ni kutoa ushauri, na ninaamini kabisa ya kwamba ushauri wetu mtaupeleka mahali unapohusika ili Watanzania ufahamu, na ndio msingi wa tamko letu tunalolitoa leo kama kamati ya amani ya viongozi wa dini katika mkoa wa Mwanza. Basi sasa nitakuwa tayari kusoma tamko letu baada ya utangulizi huu. Tamko la kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza kuhusu mkataba kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Emirate of Dubai juu ya ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kwa maendeleo na uboreshaji wa bandari zetu. Tamko hili limetolewa leo tarehe 21 mwezi wa 8 2023 mkoani Mwanza. Amani na upendo, dini mbalimbali, amani na upendo. Ndugu waandishi wa habari, miongoni mwa kazi kubwa ya kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza ni kubaini viashiria vya vyanzo vya uvunjifu wa amani na kuchukua hatua za kuvishughulikia moja kwa moja kwa kuishauri serikali, taasisi au mamlaka inayohusika. Katika hali hiyo inayoendelea hivi sasa, na hasa kuhusiana na swala la uwekezaji katika bandari, tayari hiki ni kiashiria cha uvunjifu wa amani. Sisi kama kamati ya amani viongozi wa dini mkoa wa Mwanza tunatambua kuwa nchi yetu haina dini rasmi. Katika tabaka la uongozi
tofauti na baadhi ya nchi nyingine, lakini wananchi wake wana dini na imani zao, na zote zinatambuliwa na kuheshimika kwa mujibu wa sheria nchi hii. Kwa muda wote shughuli zetu zote za kiroho na kiimani zimekuwa zikiendeshwa na kusimamiwa na sisi wenyewe wanadini kwa kutumia na kufuata vitabu vyetu vitakatifu, huku serikali nayo kwa nafasi yake ikijikita katika kusimamia shughuli za mambo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na pale yanapotokea mambo makubwa katika taifa letu kama vile ukame au majanga ya mafuriko, vifo, misuguano ya kisiasa na kijamii, sisi viongozi wa dini tumekuwa mstari wa mbele kwa kuishauri serikali na kufanya maombi maalum kwa ajili ya taifa letu, na kwa muda wote tumefanya hivyo na tukavuka salama. Pamoja na kwamba kila jambo linawahusu Watanzania wote na kila mmoja wetu anayo haki ya kutoa maoni yake, bado ukweli utabaki pale pale tu kwamba kwenye masuala ya kitaalamu na kiutawala tukubali kufuata ushauri na maoni ya kitaalamu kupitia wataalamu wetu. Vivyo hivyo katika suala hili la uwekezaji na uendeshaji wa huduma za bandari, linahitaji wadau wakubwa kama freight forwarders, cargo handling, private sector foundation, jumuiya ya wafanyabiashara na shirikisho la wenye viwanda nchini kama Deal Players kwa huduma za bandari. Aidha, tukumbuke nchi yetu inayo mihimili yake mikuu ambayo ni bunge, mahakama na serikali inayopaswa kuheshimiwa. Na kuhusiana na mkataba huu wa bandari, tayari bunge letu limeshajadili na kupitisha kwa niaba ya wananchi, kwani kwa sasa hao ndio wabunge wetu na hilo ndilo bunge letu. Na hata baadhi ya Watanzania walipoamua kutumia haki yao ya kikatiba ya kwenda mahakamani kuhusiana na mkataba huu, bado mahakama iliona jambo hilo lipo sahihi. Ikumbuke kwamba mahakama ni moja ya muhimili mkuu katika nchi yetu, na hivyo wenye dhamana ya kutafsiri sheria na kutoa haki kwa mwenye kustahili kupewa haki. Tukumbuke kwamba swala la mkataba ni swala la kisheria zaidi, na hata mkataba ukiandikwa kwa lugha ya Kiswahili, bado wewe ambaye sio mwanasheria huwezi kuyatafsiri na kuyaelewa baadhi ya maneno, kwani yanayo tafsiri zake za kisheria. Ndugu waandishi wa habari, Tanzania ni nchi yetu sote, sisi wenye imani za dini na hata wasio na imani, wanachama wa vyama mbalimbali vya siasa, na hao wote wana haki mbele ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tunapaswa kuheshimu mamlaka, huku tukitambua kuwa kila mamlaka iliyopo imetoka kwa Mungu. Sasa tujiulize, hivi ni kweli serikali yetu itaongozwa kwa matamko ama utashi wa mtu au kundi ama taasisi fulani? Na je, ni kweli taasisi zetu zipo kwa ajili ya kuionya na kuitisha serikali, ama tunapaswa kuishauri na kuiombea serikali yetu? Ndugu wanahabari, kama tutakumbuka vizuri, uwepo wa vyama vingi vya siasa leo ni matokeo ya maamuzi ya wachache wakiwemo watawala wa wakati huo. Lakini tulipokea, na leo tuna vyama vingi, na changamoto zinapojitokeza tunazishughulikia ili maisha yaendelee katika taifa letu na taifa letu libaki salama. Tuwaombe Watanzania wote kupitia dini au madhehebu, taasisi zetu na vyama vyote vya siasa, tuendelee kulinda na kuitunza amani ya nchi yetu, kwani amani kitoweka hakuna atakayebaki salama. Sio viongozi wa dini, si viongozi wa kisiasa, wala viongozi wa serikali. Na bahati mbaya sana, pamoja na matokeo ya vifo vinavyoweza kutokea katika machafuko yoyote, bado pia tutahadharisha kwamba miundombinu yetu tunayoijenga kwa muda mrefu na kwa gharama kubwa kama nchi, na hata hiyo miradi yetu ya kitaasisi tunayo leo, nayo pia itaharibika. Kamati ya amani ya viongozi wa dini ya mkoa wa Mwanza tunaiomba serikali kuendelea kuandaa makongamano na kukutana na viongozi wa dini kwa lengo la kutoa elimu na ufafanuzi, hasa katika vipengele vinavyoonyesha vinahitaji marekebisho. Na kwa nafasi hii, sisi viongozi wa kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza tunaiomba serikali ituletee kongamano katika mikoa yetu ya kanda ya Ziwa kwa haraka, ili viongozi wetu waweze kupata uelewa wa kutosha kuhusiana na mkataba huu wa bandari. Na katika eneo hili tuwaombe wale wote wanaoonyesha
wanaoonyesha juu ya uwepo wa mapungufu katika baadhi ya vipengele katika mkataba uliopo, wakiwemo wanasheria mbalimbali, kuitumia fursa ya kutoa maoni kusaidia kurekebisha vipengele hivyo badala ya kutumia majukwaa kuwayumbisha wananchi, huku wakitambua kwamba wananchi wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya kisheria. Lakini pia pamoja na hayo, tunapenda kuongeza ya kwamba pamoja na hayo tunataka kuishauri serikali na vyama vya siasa na taasisi za dini mbalimbali na wananchi kwa ujumla wake waepuke kutumia lugha za kubeza, kutisha, kudhihaki mambo pale tunapozungumzia swala hili. Maana haya ni mambo makubwa ya kitaifa, yasizungumzwe kwa njia ya midhaha na hata kuleta kero kwa watu wengine. Na mwisho, sisi kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza bado tunaona tunayo nafasi ya kurudi katika mazungumzo kwa kuvipitia vipengele vyote vinavyohitaji marekebisho na kuvirekebisha, na pia kwa serikali kujibu maswali yote yanayoulizwa na watu na wananchi kuhusiana na mkataba huu. Hili ndilo tamko letu na hii ndio rai yetu na haya ndio maombi yetu sisi kwa makundi mbalimbali ya kijamii, taasisi mbalimbali, wananchi wa kawaida na kila mtu katika nafasi yake. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Na tunamalizia kwa kauli mbiu yetu sisi kama wanakamati ya viongozi wa dini katika mkoa wa Mwanza inayosema tunaishi pamoja, tunakula pamoja, tunacheza pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania. Na baada ya kusema haya, naomba nimkaribishe mwenyekiti mwenza Shehe wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, kama ana jambo lolote la kuzungumza kuhusiana na tamko letu hili la viongozi wa kamati ya amani katika mkoa wetu wa Mwanza. Karibu sana. Upendo na amani, dini mbalimbali. Dini mbalimbali, upendo na amani. Ndugu waandishi wa habari, kwa hakika tamko letu ni hili alilolisema Baba Askofu Sekelwa, na imekuwa ni ada yetu tu kwamba akishasema kama hivi, akisoma upenda na mimi niseme chochote. Lakini kwa niaba ya kamati ya amani niseme hili ndio tamko letu, kwa sababu sisi tukiwa viongozi wa kamati ya amani siku zote tunajiona kwamba tunalo jukumu, na jukumu hilo si jingine, ni kwamba sisi ni mababa, sisi ndio grease, kwamba ikitokea vyuma vimekaza basi grease ifanye kazi yake. Sisi kama viongozi wa kamati ya amani wote wanaopinga jambo hili, wanaokubali jambo hili, wote hawa ni wanetu. Lakini msingi mkubwa ulioko mbele yetu, tunaitazama nchi yetu inayoitwa Tanzania. Na nyote mnajua kwamba hizi chenga zinazopigwa, penalty, kona, faulo, sijui hivi, zinafanyika katika chombo kinachoitwa Tanzania. Huyu Tanzania ndiye mama, huyu Tanzania ndiye mbeleko, huyu Tanzania ndiyo jamvi. Tanzania ikivurugika, hakuna atakayeweza kutoa tamko, hakuna atakayeweza kuita waandishi wa habari, hakuna atakayeweza kufanya chochote. Kwa hiyo kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza imetoa maelekezo yake na ushauri wake kwa nia njema kwamba ni vizuri tukasimama katikati. Tukiwa wa Tanzania tumeanza kuona viashiria. Mfano, ukiingia leo kwenye mitandao ya kijamii, na hapa nitanabahishe, asitokee mtu akadharau mitandao ya kijamii. Watu wako huko nyuma, nyote ni mashahidi. Watu asubuhi utakutana na magazeti na hivi na vile hivi. Sisemi kama watu hawasome magazeti sasa, sisemi kama watu hawakimbii saa 2 kurudi nyumbani kusikiza taarifa za habari, lakini mitandao ya kijamii imechukua kasi kubwa. Ingia kwenye mitandao ya kijamii, nenda kwenye neno linaloletwa kuhusu bandari, shuka kwenye comment, utaona majority ya Watanzania wamegawanyika. Kuna hao wanasema hivi, hao wanasema hivi. Sasa tukishaona hali kama hii, na sisi ni viongozi wa kamati ya amani, ni lazima turudi kwenye mstari. Na mstari ni kuililia hii Tanzania.
Imani yetu inatuambia kwamba ni lazima tujichunge kwa gharama yoyote kulinda nchi yetu, fujo isitokee. Na hapa nitahadharishe, ikitokea fujo, yakitokea machafuko, kwa kawaida tutaumia sote, ikiwa ni kufa tutakufa sote, lakini baadhi yetu tutambue, kuna baadhi yetu tutapoteza. Hata kwenye taasisi za dini, ziko taasisi ambazo uwekezaji wake ni mkubwa. Ni vizuri wakachukua tahadhari kwamba wao watapoteza zaidi. Tutaumia wote, lakini wako watakayepoteza zaidi. Kwa hiyo hili ninalo tulitaka ni vizuri tutahadharishe kwamba nchi yetu lazima iende katika sura ambayo wote tunakwenda mbele, tunaihurumia. Na hapa niseme kwamba tunakwenda mahala, tumefika ukutani, mbele hatuendi, nyuma haturudi. Je, ndio mwisho wa safari? Haiwezekani. Lazima tutafute njia. Na sote siku zote tunasema kwamba hakuna jambo linaloshindikana kwenye mazungumzo. Turudini kwenye mazungumzo pale ambapo wananchi wamesema, serikali iheshimu, itambue nafasi ya wananchi kusema. Na hapa niseme wazi kwamba wawakilishi wa wananchi ni bunge, na hao wabunge walioko sasa ndio wabunge wetu. Hatuna namna wala hatuna lugha nyingine. Ndio wabunge walioko sasa. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu, wale ndio wawakilishi. Lakini ukienda kwenye mihimili ya nchi, tayari mahakama, watu wamelalamika, wananchi wakaenda mahakamani, mahakama inalo ililosema, na mahakama ndiyo chombo chenye kutafsiri sheria na kutoa haki. Sasa pamoja na hayo, bado yako mambo yanayoendelea. Sisi hatusemi tukejeli au tupuuze maneno yoyote au mawazo yoyote. Mawazo yote yanatakiwa serikali ya heshimu na iendelee kuyatolea maelezo. Elimu, kufundisha, kuelimisha ni jambo halina mwisho. Kuna mtu anaelewa kwa wakati mmoja, kuna mtu anaelewa mara 3, kuna mtu anaelewa mpaka aambiwe mara 10. Kwa ni vizuri tukaenda. Lakini jambo la pili nataka niliguse kidogo sana, ni lazima tuendelee kuheshimu nembo zetu. Kama nchi, kuna vitu vinavyoionyesha Tanzania. Mojawapo ni uwepo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yule rais ni ishara kwamba hawa Tanzania hawa wamejipika na hatimaye wakaona huyu ndio kiongozi wetu. Na hapa nifute kauli, kuna baadhi ya watu wanafikiri Rais Samia ni kama amedondoka tu hivi. Kuna wengine wanasema akapata kama bahati. Hapana, Rais Samia kachaguliwa. Mkifuatilia mtaona kuna utaratibu wa uchaguzi wa nchi yetu, huwa kuna mgombea na mgombea mwenza, na wote hawa wanapigiwa kura. Ndio maana katiba yetu inasema baada kama atatokea mmoja kuondoka, yule mwingine anachukua nafasi. Kwa Rais Samia kachaguliwa. Sasa katika sura hii, hatua yoyote ya kumbeza, kumdhihaki, kumdharau isifanyike Tanzania. Tutakuwa tunaharibu ile nembo yetu ambayo sisi wenyewe tumempigia kura. Kwa hiyo nataka niseme hili kwamba lazima tuheshimu muungano wetu. Tuheshimu umoja wa Tanzania. Tusije tukafika mahala, sisi watu wa kanda ya Ziwa tunajua, tulifika mahala hapa kanda ya Ziwa, Mkristo askofu akutana na shehe, askofu anarudi, shehe anarudi. Hatukai pamoja, hatukai tulivyokaa. Kwa nini tukubali au turuhusu hali hiyo iendelee? Mambo ya kiserikali yaendelee, serikali kuyafanyia kazi. Mambo ya wanasiasa wahubiri huku wakiamini, sio Watanzania wote wana vyama. Kuna mpaka leo kuna Watanzania hawana kadi ya chama chochote. Kwa hiyo lazima tuheshimu kwamba wako watu pia wanazo fikra. Lakini niseme tu hapa kwa uchache kwamba sisi kama viongozi wa dini tunayo haki kubwa kabisa kuhakikisha kwamba nchi hii inaendelea kudumu katika amani, katika utulivu, bila kubaguana. Na nitumie nafasi kuwaomba waandishi wa habari. Waandishi wa habari, ni waombeni kwamba mnalo jukumu. Sisi huko kwenye mambo yetu kuna maneno mengine nasema, hata kuna maneno mengine sio lazima yasemwe. Nasema hivi kwa maana gani? Uwazi unatakiwa. Lakini tuangalie, je, nikilisema hili nitapasua au nitajenga? Kwa waandishi, mnalo jukumu la kupima taarifa zenu, kutoa taarifa sahihi kama ambavyo mnafanya siku zote. Kwa sababu hapa tunahakikisha kinaendelea kuwa salama ni nchi yetu ya Tanzania. Na tuhakikishe kama Watanzania, uwepo wa vyama vya siasa tunaupenda kwa sababu unaleta fikra mbalimbali na tunaviombea viendelee kuwepo. Uwepo wa chama tawala tunapenda kiendelee kuwepo. Uwepo wa mihimili yote tunapenda, lakini tusikubali sote na tusimame kwa kauli moja kupinga jambo lolote linaloweza kuja kuharibu amani ya nchi yetu. Mwisho kabisa, sisi tunachosema hatuchoki. Ndio maana tumesema tunaiomba serikali, na hapa ifahamike, kanda ya Ziwa ni kanda kubwa sana. Mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kwa ukubwa baada ya Dar es Salaam. Lazima tujue hivyo, na serikali tunaiomba ijue hivyo. Ikiwapendeza, na tunangependa iwapendeze, kwamba waje hapa na sisi viongozi wa kanda ya Ziwa, viongozi wa dini, waje watuambie. Lakini pia
Hata atakayeona kwamba aje atuambie anayepinga, tunaweza tukakaa naye tusikilize. Almuhimu na sisi tutafika mahala tutasema. Lakini mimi bado naamini muda upo na hili jambo halijashindikana, bado tuendelee kuenda nalo vizuri kwa kuheshimiana, kwa kutumia lugha nzuri, lugha ya kujenga. Na mwisho kabisa nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo tumeona uvumilivu wake, ustahimilivu wake. Mimi nimeendelea kushangaa, namuona bado yuko kimya, hajasema, na hii ndio kiongozi anatakiwa mtulivu. Japokuwa kuna baadhi ya watu wamefika mahali wasema rais kidogo acharuke, lakini uraisi ni kitu kikubwa katika nchi. Tunampongeza kwa uvumilivu wake, tunaendelea kumuona anaendelea kwenda kwenye shughuli za dini zote bila kubagua. Tunamuona anakwenda kwenye matamasha ya dini zote. Sisi tunamuomba aendelee hivyo kwa sababu yeye ni mama wa wote, ni baba wa wote, ni muhimili wa wote. Aendelee kuwakusanya Watanzania kama watoto wake bila kuwabagua. Haya ndio nilotaka mimi niyaongezee. Niwashukuru sana. Amani na upendo, dini mbalimbali, amani na upendo. Asanteni sana.